Kupitia kwenye ukurasa wa aliyekuwa Miss Tanzania mwaka 2000 Jacqueline Mengi ameandika taarifa ambayo inahusiana na masuala mazima ya mirathi, kuhusiana na haki ambayo anaitafuta kwa ajili ya watoto wake ambao walizaa na marehemu Reginald Mengi. Na kwenye hiyo taarifa Jacqueline Mengi amehusisha pia na kumtaja mgombea wa rais kupitia chama cha CCM Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na kuomba msaada kutoka kwake, lakini pia ameomba Mengi kuhusiana na swala zima la mirathi kuangaliwa kwa undani ili sheria ikawe sawa. So hapa tumezungumza na wakili Cletus Nziku, naye ametufafanulia kwa undani zaidi juu ya swala hili zima la mirathi ili kupata ufafanuzi juu ya hiki ambacho Jacqueline Mengi anakizungumza kwenye ukurasa wake wa Instagram. Hello, habari. Kwa majina anaitwa wakili Cletus Tarisisius Nziku, wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania na mahakama zote zilizopo chini yake, lakini pia ni mhadhiri kwa maana ya lecturer wa sheria katika Chuo Kikuu Mzumbe. Sasa nimepata hii concern yenu kwamba mnataka kufahamu kwa sheria za Tanzania mirathi ni nini, na je, nini hupelekea kuwa na changamoto kwa watoto ambao ni wa marehemu lakini wamezaliwa na mzazi mwingine. Moja kwa moja katika muktadha wa sheria za Tanzania, mirathi ni mgawanyo wa mali ya marehemu kwa warithi wake halali pale ambapo kifo chake kimekwisha tukia. Kwa hivyo mali hiyo inaweza ikajumuisha ardhi, majengo, fedha, magari na mali nyinginezo zinazomilikiwa na marehemu kabla ya kifo chake. Sasa nikienda katika maana ya mirathi kisheria, maana yake moja kwa moja hapa tunatizama maana ya mirathi katika taswira tofauti. Taswira ya kwanza maana yake na tizama mirathi kwa mujibu wa sheria ya mirathi na usimamizi wa mirathi sura ya 352 kama ilivyorejewa mwaka 2023, lakini pia tunayo maana ya mirathi kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, lakini tunayo maana ya mirathi kwa mujibu wa sheria ambayo imepata asili kutoka huko kwa Wahindi, tunaita the Indian Succession Act ya mwaka 1897. Sasa nikienda katika muktadha huu tuliopo sasa katika maana ya mirathi kwa ujumla, tunasema sheria ya mirathi inalenga katika kuhakikisha kwamba mali ya marehemu inagawanywa kwa haki na kwa mujibu wa sheria au mapenzi ya marehemu pale ambapo kuna wosia. Ndivyo ambavyo tunatizama. Lakini sheria kuu zinazotumika sasa katika mirathi manake tunaweza kuwa moja na sheria ya urithi wa kimila pale ambapo watu wanafuata mila na desturi. Lakini ya pili ni pale ambapo ni sheria ya Kiislamu au inaitwa sharia kwa mujibu wa ndugu zetu Waislamu. Lakini tatu tuna sheria ya Kiingereza au kanuni za kawaida, common law, hasa kwa wale wasiokuwa na dini au mila maalum. Lakini pia sheria ya 4 ndiyo hii sheria ya Probate and Administration of Estates Act sura ya 352 kama ilivyorejewa mwaka 2023. Zote hizi kwa pamoja ndizo zinazoshirikiana katika kuhakikisha usimamizi wa mirathi unafanyika katika njia inayotakiwa. Sasa katika kipengele cha kwanza kwenye muktadha huo, kwenye changamoto za watoto wa marehemu aliyewazaa au mzazi mwingine, tunasema kwamba hawa ni watoto ambao wamezaliwa nje ya ndoa. Sasa watoto waliopatikana nje ya ndoa kwa mujibu wa sheria yetu, manake tunasema kwamba hawa ukitizama katika msimamo wa kisheria, wao wanakumbana sana na changamoto za kurithi katika sehemu ya mali za marehemu au mali za marehemu kwa ujumla. Na changamoto hizi ni zipi? Ni pale ambapo moja,
kutotambuliwa kama warithi halali pale ambapo marehemu anakuwa amekwisha fariki. Lakini ukienda katika sheria yetu, katika baadhi ya jamii za kimila, kwa mfano, watoto wa nje ya ndoa hawatambuliki kama warithi halali, hasa ikiwa kama baba hakuwahi kuwatambua rasmi au hakuwahi kuwa nao karibu, ambayo hiyo inaweza ikasababisha sasa wao kuachwa katika mgawanyo wa mali, hasa katika maeneo ambayo hakuna wosia ama ushahidi wa mahusiano yao wao watoto na marehemu. Lakini mbili, kukosekana kwa wosia. Kama marehemu hakuandika wosia juu ya namna ambapo akieleza nani apate nini, ama watoto wa nje ya ndoa wanategemea uhusiano na marehemu, basi jambo ambalo linaweza kuwa gumu kuleta ushahidi wa vielelezo kama hakuna cheti cha kuzaliwa ama ushahidi mwingine wowote wa baba kumtambua mtoto akiwa hai. Na tatu, kunakuwa na upinzani mara nyingi kutoka katika familia ya marehemu mpaka kupelekea changamoto ya uthibitisho wa DNA au nyaraka nyinginezo. Sasa sheria inasemaje? Kifupi sana, kwa mujibu wa sheria ya Tanzania, mtoto yoyote sisi tunasema mtoto halali, au wengine wanapenda kumuita jina ambalo sio zuri, anasema ni mtoto ambaye amezaliwa nje ya ndoa, ambao wengine wanasema mtoto haramu. Kisheria sisi hatuna mtoto haramu. Sisi tuna only mtoto aliyezaliwa ndani ya ndoa na mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa. Kwa hiyo hatuna haramu wala halali wala batili na nini, hapana. Kwa hivi hapo anayo haki ya kurithi kutoka kwa mzazi wake iwapo uhusiano wa huyo mtoto utathibitishwa. Kwa sababu gani? Kwa mujibu wa sheria ya mtoto, sheria ya mwaka 2009 na sheria ya mirathi kwa ujumla wake, haibagui mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa kwa masharti ya urithi kama marehemu alimtambua mtoto huyo. Sasa nini kinashauriwa ili kuepuka migogoro? Moja, kuandika wosia akiwa hai marehemu. Mbili, kutambua watoto wote kisheria, mfano kuwapa jina au kuwataja kwenye vyeti au kuwajali toka marehemu akiwa hai. Tatu, kuhifadhi nyaraka zinazoonyesha mahusiano yake yeye na watoto. Na nne, kutafuta msaada wa kisheria punde tu migogoro inapoanza. Katika hitimisho langu nitasema mirathi ni haki ya msingi ya warithi wa marehemu, lakini watoto wa nje ya ndoa huweza pia kukumbana na changamoto kama nilivyoeleza hapo juu, kutokana na changamoto kubwa ya kimila au changamoto mbalimbali zinazotokana na mitazamo ya kifamilia au ukosefu wa nyaraka zinazoweza kuthibitisha hayo kwa ujumla wake. Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zangu wasikilizaji, na niwatakie wasaa mwema kuendelea kujifunza sheria yetu ya mirathi. Asante sana.